ya mwisho, muwache kusukuma watu wa mlima na kusema ati watu wetu. Rigiji agena mahali anaongea Kikuyu, Uhuru unaenda mahali unaongea Kikuyu. Please, heshimu wa Kikuyu, heshimu watu wa mlima. Hawa ni watu wako pembe zote za Kenya. Kama kuna watu hawafai kuongelewa kusemekana mambo ya ukabila, ni watu wa mlima. Kwa sababu hapa tukiwa hapa, watu wa mlima wako. Ukienda Lodwar wako, ukienda Bungoma wako, ukienda Mombasa wako, across the country. Hao watu wanataka waitwe constituency ya Kenya. Wacha kusukuma watu wetu ati watu wa mlima. Na mimi nataka niambie nyinyi watu wa mlima, msidanganyike. Ule wakati Uhuru alikuwa kwa serikali, ni kazi gani alifanya Nyewili afanye sahihi kwa mlima? Wakati huyo wa Munyoro alikuwa kwa serikali kwa mwaka 2, utuoneshe toilet alijenga kando akiwa mlima. Toilet peke yake alijenga, leo aenda asindua aseme nikiwa naibu wa rais nilifanya hii na hii. Nyinyi watu wa mlima nataka na waombe na mnisikize. Wa viongozi wenu they are selfish. Ni watu wa kujitakia na kuwatumia kwa njia mbaya. Tuungane na Kenya nyingine yote, tushike huyu Asala na unganisha Kenya mzima, tusukume Kenya iende mbele na tukae pamoja. Na mimi nataka niombe wa Kenya, watu wa mlima ni watu wa Kenya, ni watu wa bidii, ni wanabiashara, wako kila mahali kwa pembe zote za Kenya. Msichukue viongozi hao wao wenye wazimu, muongeze kwa watu wa mlima. Sisi tumekaa na watu wa mlima, tunafanya nao biashara, tunaishi nao. Hata ukikuja hapa Eldoret, hawa ndio wamefunza wakati jini biashara. So msitulete hiyo ukumbavu yenu ati sisi watu wa mlima. Msisukume watu wa mlima kwa kona. Watu wa mlima ni wa Kenya. Na hiyo tu nilikuwa nataka niseme. Na wewe wa Munyoro, please, Mr. Dorcas, tuliza boli. Utaona maneno hujayaona siku nyingine. Wewe unafikiri sisi ni wajinga? Hata ni wakiniwachia mimi nyinyi peke yangu, nitawanyorosha nyinyi wote baada na sababu watu bure. Mama gani gani wangu.